Ripoti za Chivihi Media zinaruka kutokea hapa katika eneo la makaburi Mswafa iliyopo manispaa Mtwara Mikindani mkoani Mtwara, ambapo leo hii wananchi kutoka katika maeneo mbalimbali ya manispaa hiyo wamejitokeza katika eneo hili kwa lengo la kufanya usafi na kuhakikisha maeneo haya yanakuwa katika hali nzuri. Mimi naitwa Bibi Saidi na kama Magomeni hapo Migomigo. Nilikuja hapa rasmi kwa ajili ya ulimiaji wa kaburi la mamangu mzazi, na bahati nzuri nimekuta wengi tu wananchi wengi. Ina maana ya maandalizi maalum kutoka manispaa. Sawa? Sasa ili swala ulimaji makaburi lingekuwa linafanyika mara kwa mara, isingekuwa bora? Yani wanakaa mpaka tu mwezi huu tunataka nini, mfungo 3 ndio watu wanakuja kama hivi, inakuwa ipendezi, kwa sababu wale hapa ni jamaa zetu, tena ni watu muhimu. Kuna kina mama, kuna kina baba, kuna ndugu zetu. Sasa tunavyojipenda sisi wenyewe, basi na ndugu zetu tuwapende, inapendeza zaidi. Lakini kuna mtu mmoja ndo analijali kaburi lake, mtu mmoja anajali kaburi lake, wakati wote ni wamoja. Sasa mimi wito wangu ni kwamba manispaa kama manispaa kama inaweza kufanya kitu kama hichi, basi ingekaa inafanya mara 2, yani baada ya mvua na kabla mvua kuanza kunyesha. Kwa sababu tunakuta msitu jinsi ulivyokuwa, yani kwa kichaka, uweze amini kama milala ndugu zetu. Ni nyingi. Kwa sababu ukipita ghafla hapa jioni utakuta kuna watu, huwezi amini wale watu ni watu wa usalama au watu wana gani. Wengine wanajifanya vichaa, wanatandika wanalala. Huwezi, mtu mzima huwezi kutoka kuja kulala hapa bila sababu maalum. Kwa hiyo ni athari kichaka kinavyokuwa kikubwa makaburini. Wezi wanakimbilia humo, mahasi mengine ya ajabu ajabu yanafanyika hapa. Yani hiyo iko wazi. Sasa ufugaji wa kichaka tunafuga mambo mengi. Na hata wadudu hawa tambaa chini, wanyoka pia wanakuwepo. Unaweza ukapita ghafla akakupa, unamlaumu nani? Habibu na Mkolowa ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi tawi la Magomeni. Nashukuru kwa hili lililofanyika hapa. Kwanza swala la usafi ni swala ambalo liko kisheria, kwa sababu eneo hili kwanza lilikuwa chakavu, lakini pia hata mibaki ilikuwa inajificha hapa. Lakini usalama pia, kwa sababu ni njia ambayo watu hukatiza kwenda soko kuu. Kwa hata wanyama wakali wale wanaweza kuhatarisha. Lakini ukirudi kwenye imani, ni jambo lenye heri kufagilia makaburi, kwa sababu wazee wetu wako hapa, ndugu, familia yote ambao wametangulia mbele ya haki wako hapa. Kwa hiyo tunapofanya usafi ni sawa, kwamba tunawapa matumaini kwamba huko waliko, kwa imani yetu kwamba huko waliko wanajua kwamba familia tuliyoacha pale nyuma inatujali. Kwa hiyo nimelipokea vizuri sana, hasa kwa mwitikio huu. Niseme kwamba inaweza ukawa mfano kwa wenzetu ambao hawana utaratibu huu. Kwa nishukuru kwa hilo, kwamba mtazamo wangu kwa kweli ni jambo lenye heri kwa kweli. Sawa, nafikiri zoezi liendelee. Liendelee sana. Kwa mfano Jumamosi iliyopita watu walianzia, lakini hakukuwa na mwitikio kama huu. Ilikuwa upande wangu wa kushoto kwenye banda lile la maiti lile, ilikuwa ni sehemu chache tu. Lakini leo baada ya tangazo la serikali kuingilia kati, kwa kweli mimi niseme Mwenyezi Mungu atubariki na atupe nguvu na liendelee, liwe endelevu. Viongozi mbalimbali wamepata nafasi ya kuzungumza machache mara baada ya kukamilika kwa zoezi hilo, huku wakitoa wito kwa wananchi katika kuhakikisha wanaendelea na zoezi zima la usafi katika mazingira mbalimbali ya makaburi, lakini pia maeneo yao wanayoishi. Kwa majina naitwa Angelina Soko, ni kaimu mkuu wa kitengo cha usimamizi wa taka ngumu na usafishaji manispaa ya Mtwara Mikindani. Kwa leo tumekuja kufanya usafi wa pamoja katika eneo la makaburi Msafa, kata ya Tandika, ikiwa ni mwendelezo wa uhamasishaji wa usafi wa mazingira katika maeneo mbalimbali ya nchi yetu. Na sababu kubwa iliyotufanya tuje katika eneo hili, kwanza kabisa eneo hili kama tunavyojua ni la jumuiya ya watu wote, na ni kipindi kirefu ambacho hatujafanya usafi katika eneo hili, ila baada ya kuona kwamba kuna umuhimu wa kuja na kuweka mazingira yetu safi, kuepusha wadudu wadhurifu na watu ambao sio wema kujificha, tumeamua kuja kufanya usafi eneo hili. Kwa manispaa ya Mtwara Mikindani tuna maeneo kama haya 5 au 6, lakini eneo hili ndilo ambalo linasimamiwa na manispaa moja kwa moja, na ndio maana tumehamasisha watu na linapokea miili mingi kwa wakati mmoja. Tumehamasisha watu ambao kama tunavyoona wamejitokeza kwa wingi, kwa sababu wanajua hili ndo eneo kuu ambalo tunatumia kwa ajili ya maziko.
Utaratibu ni endelevu na maeneo yanaweza kubadilika. Mara nyingi tunafanya maeneo ya jumuiya kama nilivyotoka kuongea. Kwa tunaweza tukabadilisha tukaenda masokoni au tukarudi tena makaburini, na huwa tutafanya Jumamosi ya mwisho wa mwezi. Tumewahi kwa sababu ili tumeona linahitajika kwa haraka, ndio maana tumewahi kwa mwezi huu, ila ni zoezi endelevu ambalo litakuwa kila Jumamosi ya mwisho wa mwezi. Kipekee ni waombe watu wote ambao tumejitokeza kuja kufanya usafi hapa, hili jambo naomba liwe endelevu. Kila mtu anaguswa kwa namna moja au nyingine. Kuna ndugu yake amelala aidha upande huu wa Uislamu au upande huu wa Wakristo. Kwa hiyo tukija kufanya usafi hapa kwa kujitoa inapendeza. Hili eneo halina mtu maalum wa kufanya usafi. Kwa hiyo tujitoe wote kwa ajili ya kuja kufanya usafi kwenye maeneo haya. Kwa kweli leo hali ni nzuri, watu wamejitokeza kwa wingi na tumefanya kazi kubwa kabisa. Sehemu iliyobakia ni ndogo kwa maeneo haya, lakini isiishie hapa tu. Tuna maeneo mengi ambayo yanahitajika kufanya usafi. Ipo Chuno, ipo Mingano, Mbae na maeneo mengine ambayo tuguswe pia kwenda kufanya usafi. Tusisubiri mkuu wa wilaya atualike, wewe amua. Kidini pia unapata thawabu kuja kufanya usafi kwenye maeneo haya. Nisipoteze muda sana, kwa kweli tuna furaha kwa hili jambo ambalo tumelifanya hivi leo. Insha Allah Mwenyezi Mungu atatulipa malipo mema. Sababu ambazo tumefanya sisi tukaja kufanya usafi, mbali na kuweka mazingira safi ya eneo letu hili, kwa sababu bado shughuli za mazishi kama kawaida zinaendelea, ni kuweka mazingira safi na wezeshi ili tunapokuja kuhifadhi ndugu zetu tuhakikishe kwamba tunapata mazingira ambayo yanapitika kirahisi. Lakini la pili, tukaona tusiache mazingira yakawa hivi, kwa sababu vichaka vinavyokuwa vingi, kwanza ni hatari pia katika usalama, kwa sababu wahalifu pia wanatumia vichaka hivi kuweza kufanya uhalifu. Lakini la tatu ni kuhakikisha kwamba ndugu zetu na wao wanakuwa kwenye mazingira ambayo wasione kama tumewasahau, na ijulikane kwamba mvua inaponyesha hapa Mtwara inaitikia haraka sana, hasa katika majani ya kuchepua. Ameongea Mheshimiwa Diwani kwamba bado tuna maeneo mengi ambayo yana vichaka na hapa ni mjini. Sasa rai yangu niseme kwamba isiwe tu hapa, naomba tutakapokuwa tunaalikana, tunaitana, basi tujitokeze kwa wingi ili kuhakikisha kwamba mazingira ya wilaya yetu, ya manispaa yetu yanakuwa safi na salama. Lakini niwashukuru sana viongozi wa dini tunao hapa, wengi wamejitokeza, wazee wetu wengi wamejitokeza hapa. Mheshimiwa Diwani amegusia kitu kidogo kwamba si swala tu la usafi, lakini kitu ambacho tumekuja kukifanya hapa, tunajitengenezea thawabu nyingi kwa ndugu zetu. Na sisi wengi tulioko hapa, naamini tuna ndugu zetu wengi ambao wamelala hapa. Nitoe wito kwetu kwamba tusiwasahau sana ndugu zetu. Tumekuja hapa asubuhi, kwenye baadhi ya maeneo kulikuwa kuonekani chochote, au juu hapa kuna kaburi au juu hapa kuna nini, lakini kwa umoja wetu huu ukiangalia sasa hivi unaona hapa mpaka nyumba za kule unaziona vizuri kabisa. Napenda nichukue nafasi hii kuwapongeza sana, sio vibaya mkajipigia makofi jamani. Tunawashukuru sana na Mwenyezi Mungu atawalipa kila laheri. Na kusema kweli, leo marehemu wetu ambao wamelala hapa kwa namna moja ama nyingine watakuwa wamefarijika mno, mimi naamini hivyo. Kwa hiyo tuendelee na utamaduni huu, kwa sababu tungeweza kusema twende tukafanya maeneo mengine. Hii imeonyesha namna gani tunathamini ndugu zetu ambao wametangulia mbele ya haki. Sina maneno mazuri ya kuweza kuwashukuru, ili muweze kuona namna gani mimi nimefarijika pamoja na timu yangu. Tumefarijika sana
na naamini hata ndugu wa marehemu ambao wamelala hapa pia watakuwa wamefarijika sana, na tunasema sio ndugu, lakini sisi sote hawa waliolala hapa tunaamini ni ndugu zetu. Niwashukuru sana sana, asanteni sana, lakini pia swala hili liwe endelevu, na bado kuna maeneo hatujamaliza hapa. Tutakapofanya arrangement vizuri, huenda hata Jumamosi, kwa sababu kila Jumamosi tunafanya usafi, na sasa kuna ibada tunaenda karibu ya hija inaendelea, tunakaribia sikukuu ya Eid. Wakati watu wanakuja kuzuru na kusafisha makaburi, naamini zoezi kwa watu watakao wanakuja, tutakuwa tumeshaweka mazingira mazuri yao kufika na kufanya usafi zaidi kuliko hiki ambacho tumekifanya hapa. Lakini naamini kwa wiki ijayo tukipata nafasi, Mheshimiwa Diwani pengine na watu wa manispaa, tuangalie utaratibu mwingine kuweza kumalizia maeneo ambayo yatakuwa yamebaki, lakini asilimia kubwa ya eneo hili tumefanikiwa kuweza kulisafisha. Asanteni sana, sina cha kuweza kuwalipa nyinyi, lakini Mwenyezi Mungu atawalipa. Kutoka hapa katika eneo la makaburi Mswafa, manispaa Mtwara Mikindani, mkoani Mtwara, mimi ni Heri Abdalla na hii ni Chivihi Media. Asante na kwa heri.